Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana kwenye channel yetu. Leo tutaangalia kwenye uleaji wa vifaranga. Tutaangalia kwa nini vifaranga wengi huwa wanavaa makoti. Vifaranga tutakao wazungumzia leo ni vifaranga wa kienyeji, na nitawazungumzia sana vifaranga wa kienyeji kwa sababu ndo ambao kwa wingi sana huwa wanavaa makoti. Ukifuatilia kwa umakini kabisa utagundua kwa asilimia kubwa sana wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji ndio huwa wanakutana sana na hii changamoto ya kuku kuvaa makoti au vifaranga kuvaa makoti, japokuwa kuku aina yoyote ile anaweza kuvaa makoti. Sasa ukizisikiliza kwa makini hizi sababu ambazo nitakutajia zinazosababisha vifaranga kuvaa makoti, utajua ni kwa nini imekuwa sana kwa kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji wengi sana wanavaa makoti, utajua ni kwa nini hawa vifaranga wadogo chini ya miezi miwili. Nisikilize mpaka mwisho ili ujue sababu gani ambazo zinasababisha hawa vifaranga wavae makoti, lakini na pia wewe unatakiwa kufanya nini ili hawa vifaranga wasivae makoti au uweze kuwaokoa katika hii hali ambayo watakuwa tayari wanayo wameshavaa makoti au kushusha mabawa. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kujua ni kwamba ukiona kifaranga wako chini ya miezi miwili amevaa makoti, sababu kuu huwa inakuwa ni udhaifu kwenye kinga zake. Anakuwa hana kinga imara au kinga zake zinakuwa hazitoshelezi, ndio maana anakuwa anavaa makoti. Sasa kuwa na kinga ambazo ni dhaifu kunasababishwa na vitu mbalimbali. Kitu cha kwanza kabisa ni chakula ambacho unampa chakula gani huyu kifaranga? Kama utampa chakula ambacho hakisapoti yeye kutengeneza kinga zake, basi huyu kifaranga lazima tu ashushe makoti au adumae au tunasema shushe mabawa. Kwa hiyo angalia chakula ambacho unampa. Kifaranga yoyote yule wa aina yoyote ile anatakiwa apewe chakula ambacho kina protini nyingi. Yaani ile asilimia ya protini izidi kwa asilimia za vitu vingine kama wanga, madini na kadhalika. Asilimia za protini zinatakiwa kuzidi kwa sababu ni kipindi ambacho huyu kifaranga anakuwa anajijenga, anaimarisha kinga zake, na kazi ya protini kubwa ni kazi kama hizo za kuimarisha kinga, kuwajenga, kuwafanya waweze kuwa na afya bora. Sasa ukichunguza kwa umakini watu wengi wanaofuga kuku wa kienyeji, unakuta kwenye mfumo ule wa chakula hauzingatii sana. Anaweza kawa anawapa tu pumba kuku wake, kwa hiyo unakuta amewapa sana wanga, hajazingatia kuwapa protini kama ambavyo kifaranga yoyote anahitaji protini kwa kiwango kikubwa. Yeye unakuta hajazingatia hilo, anakuwa akiwapa tu pumba au amewapa tu, amechukua pumba amechanganya na mashudu, sio amechanganya na damu, anachanganya vile ambavyo yeye anaona anaweza kuchanganya, anawapa vifaranga. Mwisho wa siku vifaranga wanadumaa kwa sababu protini haikuzidi kuliko vitu vingine. Wanahitaji vitu vyote, wanahitaji madini, protini, wanga, lakini kiwango cha protini kinatakiwa kizidi. Sasa hapa kwenye chakula unaweza kununua starter ambayo imetengenezwa kiwandani. Kuna makampuni ambayo yanazalisha starter nzuri kabisa. Unaweza ukanunua starter hizo, na hapa kwenye kununua starter unatakiwa uwe makini. Kama utaenda kununua dukani, basi nitakiwa ujue sifa za kampuni ambayo inakuuzia hicho chakula. Kuna makampuni mengine yanazalisha chakula kizuri kabisa, lakini kuna makampuni mengine yanazalisha chakula ambacho ukikitumia unakuta kuna changamoto nyingi. Vifaranga wanaweza kudonoana au wanaweza kudumaa. Kwa hiyo hapa kama utanunua chakula cha dukani unatakiwa ujitahidi sana kuangalia ni kampuni gani ambalo linafanya vizuri. Kwa wale ambao wamejiunga kwenye kundi letu la shilingi 8,000, ukituuliza huwa tunakutajia makampuni ambayo yanafanya vizuri, na hatuwezi kutaja hapa, ila ukiwa tu umejiunga kwenye hilo kundi la 8,000 tutakutajia makampuni ambayo yana starter nzuri. Ukiitumia hautaona kasoro au changamoto kwa vifaranga wako. Lakini pia unaweza kuona hiki chakula ni gharama, na ni gharama kweli. Chakula ambacho kinatengenezwa viwandani mara nyingi huwa kinakuwa kina gharama. Sasa starter bei yake iko juu kabisa. Unaweza ukatengeneza wewe mwenyewe. Kwa vifaranga wa kienyeji huna ulazima wa kununua chakula cha dukani. Kama unapenda utanunua, lakini ukitengeneza pia wewe mwenyewe kinafanya vizuri kabisa. Kwa wale wenye vitabu vyetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji na cha safari ya ufugaji, mle kuna kanuni za vifaranga ambazo ukiwatengenezea ni sawa sawa na kile chakula cha dukani. Tumezingatia vigezo vyote na tumekuwa tukiwapa vifaranga wetu wa kienyeji wanakuwa vizuri kabisa kwa sababu kimezingatia kanuni bora za utengenezaji wa chakula. Kwa wale ambao watahitaji hivi vitabu, kila kitabu ni 10,000. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Unaenda kutengeneza chakula wewe mwenyewe. Safari ya ufugaji kitakusaidia kutengeneza chakula cha chotara
pia hata kienyeji, lakini pia hata layers au wale kuku wa mayai. Kina formula zote tatu, ya kwa vifaranga, kuku wanaokua na kuku wanaotaga. Cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji pia kitakusaidia kutengeneza vyakula vya kuku wa kienyeji kuanzia vifaranga mpaka wanakuwa wakubwa. Kwa hivi vitabu gharama yake ni 10,000 tu kwa kila kitabu, lakini kitakusaidia kuepuka changamoto nyingi sana, na pia kitakusaidia kupunguza gharama za chakula, lakini pia kitakupa miongozo yote ya kuwafuga kuku kuanzia kifaranga mpaka anakuwa mkubwa, kwenye miongozo ya chanjo, kuwahudumia na kadhalika, vyakula. Maelekezo yote unayapata kwenye hivi vitabu, vimekamilika, vina maelekezo ya kutosha ya kuweza kukupa mwongozo mzima wa kuwafuga vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Hivi vitabu ni soft copy. Ukilipia tunakutumia kwa njia ya WhatsApp, na hatuna vitabu hivyo viwili tu. Kama wewe ni mfugaji wa broiler, tuna kitabu chako maalum kabisa cha ufugaji wa broiler, kimeelekeza kuanzia utakapompokea broiler mpaka unapomuuza unatakiwa kufanya vitu gani. Lakini pia tuna kitabu kingine kile cha tiba za asili, ambacho kinakupa tiba za magonjwa yote ya kuku, kwa kuku aina yoyote ile, iwe broiler au layers au kienyeji. Tiba za asili zinamtibu vizuri kabisa, lakini pia zinamkinga vizuri kabisa na magonjwa, na kuku wako wanakuwa na afya bora kabisa. Hiki cha tiba za asili kitakupunguzia kabisa gharama ya kwenda dukani na kununua madawa ya dukani. Kila kitabu zingatia ni 10,000. Ukilipia unatumiwa hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Sasa tuendelee kuangalia sababu nyingine ambazo zitapelekea kuku wako kuvaa makoti ukiacha chakula. Kitu kingine ni joto. Je, vifaranga wako hao wa kienyeji wapo kwenye joto? Kwa wale vifaranga ambao wanalelewa na mama yao, hiki kipengele cha joto kwao huwa sio tatizo, kwa sababu inapokuwa baridi mama yao wanawakumbatia. Lakini kama umempokonya mama yao, umeenda kuwalea wewe mwenyewe, basi nenda kawaweke sehemu ambayo ina joto. Unaweza kuwa na box lako au chumba chako kidogo, ukaweka taa ya joto, wakawa wanaendelea kupata joto, wanakula chakula kizuri, wanapata maji yao safi na salama ambayo yana vitamin. Na pia kitu kingine kwenye chakula ambacho nilisahau kugusia, sambamba na kuwapa chakula bora, pia wape vitamin na ile dawa ya kukausha vitovu. Unaweza kuwapa antibiotic ya dukani kama ni Oxytic, Nimovit, Neomycin, lakini vile vile unaweza kutengeneza wewe mwenyewe za asili. Kwa vifaranga wa kienyeji kutengeneza za asili wanakuwa beta sana, yani wanapendeza, wanakuwa best ukiwa unawapa za asili, japokuwa hata ya dukani unaweza kuwapa. Sababu nyingine ambayo itapelekea vifaranga wako hawa wa kienyeji kuvaa makoti ni mazingira ulioyaweka kwa ujumla. Ukiachana na joto ambayo nimeizungumzia hapo mwanzo, mazingira ulioyaweka kwa ujumla. Waweke kwenye kasehemu ambako kwanza kanaingiza hewa, japokuwa hapa hawahitaji hewa nyingi sana, yani ukaacha madirisha makubwa sana, hapana. Liwe dirisha dogo la wastani ambalo hewa inaingia, lakini vile vile lisiwe na harufu. Yani wawe kwenye mazingira mazuri ambayo watakuwa comfortable kabisa mle. Wawe wanachangamka, wanafurahi, wanaenjoy hewa safi. Pia mazingira mazuri, vyombo vyao vya maji unavisafisha vizuri, unawawekea maji ambayo yatakuwa yana vitamin, na sehemu nyingine unaweka antibiotic kama itakuwa ya dukani au ya asili, au vitamin kama ni ya dukani au ni ya asili. Hayo yote mavitamin na antibiotic, ukiwa na kile vitabu vyetu utaona maelekezo yote, au ukiwa na vile vitabu vimeelekeza kabisa antibiotic gani, vitamin gani, ya asili, ya dukani, maelekezo yote utayakuta kwenye kile kitabu. Na hapa kwenye kuwapa joto vifaranga wa kienyeji ili wasishushe makoti, usiishie kuwapa joto ile wiki ya kwanza, hapana. Joto wape mpaka wiki 3. Manyoya yao yakiwa yameshafunika vizuri kabisa, unaweza kuacha kuwawekea joto. Lakini kama upo mikoa yenye baridi, endelea kuwawekea joto hadi hii wiki ya 4. Ikiisha wiki ya 4, unaweza pia kuwaachia bila kuwawekea chanzo cha joto. Lakini hizi wiki 4 zote za mwanzo, kama ni mkoa wenye baridi, wawekee joto. Ila kama upo mikoa ambayo ina joto kama Morogoro, Dar es Salaam, Mtwara na kadhalika, basi unaweza kuwawekea joto kwa wiki 3. Hilo ni muhimu sana kulizingatia. Lakini vile vile kitu kingine ambacho unatakiwa ukizingatia kwenye kipengele cha chakula, starter au chakula ambacho kinakuwa kina protini nyingi, wapewe ndani ya mwezi mmoja. Mwezi mmoja mzima wapewe starter. Usianze kuwapa grow wiki ya 2, wiki ya 3, hapana. Wape mwezi mzima ili wajijenge vizuri kabisa. Lakini pia na antibiotic za kukausha vitovu, kama utawapa ya dukani au ya asili, basi wanapewa mwezi mzima. Usiwape wiki moja, wengine wanaambiwa siku 7, sijui siku ngapi, hapana. Wape mwezi mzima. Pale unapowachukua mpaka siku ya 30, au pale watakapoanguliwa mpaka siku ya 30, hakikisha unawapa hiyo antibiotic kwa ajili ya kukausha vitovu, lakini pia kuwakinga wasipate na magonjwa, lakini vile vile na vitamini